Haya, tumesema sasa kuna haya makatazo. Kukata kucha ni makatazo ya kwanza. Kunyoa nywele hairuhusiwi, sawa, kwa mwanamme na mwanamke. Baada ya kuhirimia uruhusiwi kunyoa nywele au kunyofoa nywele, hairuhusiwi. Kuposa na kufunga ndoa, hii ni makosa, lakini ni makosa makubwa. Atakayefanya hii, maana yake ile ibada yote imefanyaje? Imeharibika. Inabidi ahirimie tena, ani akatie nia tena kwenye mikati, kisha baadaye aingie kwenye ibada hii. Tumeelewana? Kwa hiyo hii ni makosa makubwa zaidi, kufunga ndoa. Kukutana kukutana mke na mume. Kukutana mke na mume inabatilisha ibada yote, kwa hiyo ni makosa, sawa. Kujipulizia manukato kwa mwanamme itakuwa ni makosa, na kwa mwanamke pia ni makosa. Kufunika kichwa kwa mwanamme, wanaume wote tunapohirimia. Tukisema kuhirimia, jamani, tunakusudia kufanyaje? Tunasema tumehirimia, maana yake tumetia nia. Haifai mwanamme yoyote kufunika kichwa chake. Wanaume wote vichwa vyetu tunakuwa tumeviacha wazi. Ni haramu kufunika kichwa baada ya kuhirimia, sio kabla ya kuhirimia. Kabla ya kuhirimia unaweza kuvaa kofia yako. Baada ya kuhirimia, ukishafika kwenye mikato ukasema labbaik allahumma umratan, la, hapo tena ni makosa, haifai. Kwa hiyo tumesema hairuhusiwi kukata kucha, kunyoa nywele, kuposa au kufunga ndoa, kukutana mke na mume, kujipulizia manukato kwa mwanamme, kufunika kichwa kwa mwanamke, kuvaa gloves kwa mwanamke. Mwanamke haruhusiwi kuvaa gloves, isipokuwa natakana mikono yake aihifadhi kwenye jilbabi yake ili sionekane. Tumeelewana? Naam, yani anatakana afunike mikono. Naam. Kuvaa niqab kwa mwanamke, anaweza kuchukua kitambaa chochote, kama anavaa huwa anajifunika kawaida, akachukua kitambaa cha kujifunika, lakini asitumie niqab. Niqab kwenye ibada ya hija au ibada ya umra inakatazwa mpaka atakapomaliza ibada. Naam. Kisha kuvaa mavazi yaliyotengenezwa kwa umbile. Mavazi yaliyotengenezwa kwa umbile maana yake kanzu haitaruhusiwa. Wanaume wote vazi letu